Mungu. Kama ndoa inaanzisha bila misingi ya neno la Mungu, hakuna ndoa hapo. Na kuna wengine wamegundua siri ya kwamba tukitaka kupata wanawake wazuri tunakimbia kanisani. Ukikuja hapa tunakuweka kwa ratili ya kiroho. Amen. Usidhani ya kwamba tutakuachilia tu msichana wetu aende kwa sababu ni mwimbaji, umeona ni mwimbaji mzuri, ama kijana wetu kwa sababu ni mwaminifu kwa kazi ya Mungu tukupatie hivi hivi. Hapana, lazima tutakuita kwa vile tukuakalishe chini, tukuulize malengo yako ya kuoleka ni nini. Amen. Sababu watu wanaenda kuoleka hawajui hata malengo ya ndoa ni nini na misingi ni nini. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaangalia ya pili, upendo wa agape. Yaani upendo wa agape ni upendo ambao hauna masharti na kupenda juu ya kitu fulani. Sijui watu wenye mko kwa ndoa, huyo mtu mwenye uko na yeye ulipendana na yeye juu ya nini? Kuna watu wengine wako na mtu wanabu sura. Kuna mwingine akismile kamwanya. Nakupenda. Bwana asifiwe. Kuna mwingine anaangalia kwa sababu ya ubrown. Kuna mwingine anaangalia figure. Bwana asifiwe. Kuna mwingine hata kwa marriage kwa sababu ya pesa. Yaani huyu msichana yeye naweza muoa tu kwa sababu pesa zenye yako nazo. Bwana asifiwe. So hiyo sio upendo wa milele, upendo ambao uko na masharti hakuna kwa ndoa. Ikiingia namna hiyo, umeoleka kwa wewe bwana kwa sababu ako na Prado. Na Prado ikipata ajali alafu iishe, uta divorce. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine wameoleka kwa mtu juu ya kabila ambaye ako ndani. Bwana asifiwe. Kuna watu wako tu hapa hata kwa akili zao uwezi waambia utaoa kabila fulani akubali. Hawezi. Anakwambia pastor, I rather remain single than to be married to that tribe. Ukimuuliza, wako na hii tabia, wako na hii tabia. Kwani wewe una tabia? Tabia iuzu kwa duka. Bwana asifiwe. Kama ulishindwa kununua kuja tukupatie bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Kila mtu ako na tabia ya kwake. Tuko na tabia za kiungu na tuko na tabia za kishetani na tuko na tabia za kimwili ambazo watu wanaziadopt hapa duniani. Kuna mtu akitembea na mtu anaangalia naweza kuoa kwa hii familia kwa sababu ni relative family. Bwana asifiwe. Ni family friend. Bwana asifiwe. Kuna mwingine anakuja kuoa kwa sababu ni msichana pastor. Sasa unajua ukioa msichana pastor wanadhani utakuwa mwaminifu. Kwambia hata wasichana wa pastor wengine wa sherati na baboja. Haleluya. Unafikisha kwa nyumba hivi. Unapata kuna boyfriend wangapi? 3. Na hiyo namba ukimwambia badilisha anasema afadhali to divorce lakini laini siwezi badilisha. Huwezi badilisha laini afadhali to divorce lakini laini ubaki nayo. Ati unajua I have so many friends and sometimes anaweza nikola nikose. My friend, ukiingia kwa marriage mambo ya kukoliwa na kukosewa hakuna. Marriage inatakana mwelewane. Kama kuna mtu amekuwa nini paparazi kwa ndoa yako lazima katolewe. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine ambao wafutangi namba za maboyfriend. Umeenda kuoleka lakini bado uko na ile. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa msichana, wasichana wengi wanatembea fani sana. Kuna msichana unaweza mpata kwa kichwa kuna kijana amesimama hapo. Kwa mavazi kuna kijana amesimama. Kwa hizi tu lipstick na hii masikio pamoja na hizi za masikio za macho hizi kuna mtu amesimama ni gharama. Ukiangalia nyumba msichana anaishi ndani unaweza pata ni mwanaume mwingine analipa rent. Hata chakula anakula ni mwanaume mwingine. Yaani unaweza kuja diet yenye yako nayo kutoka kwa kichwa mpaka kwa mavazi pamoja na chakula yote ina resemble wanaume kama 5. Kwa kichwa ni mwingine. Wanawake wako. Kwani wako hapa si wapingane tusikie. Mwanamke anaweza pigia kijana simu, amwambie, "Haki kichwa changu imekaa shagi, please. Si uniangalie kidogo." Mwanaume anasema, "Kwa sababu nakutaka. Wacha nikutumie 500." Hiyo kichwa imeenda kutengenezwa. Akirudi, "Haki na feel njaa." Huyo ni mwingine. Na feel njaa sana hata ungeninulia tu maziwa. Mwanaume maziwa tu peke yake. Wacha nikupatie plasina ya nyama. Ukienda kwa mwanamke anaishi peke yake, kama unakula kulangu ukiwa na akili. Usipochunga utalipa na damu yako. Sababu unaweza maliza hivi kuna mwingine anaingia na kaanga kama amekasirika. Mwili imekasirika, sura imekasirika, yeye mwenyewe anatembea amekasirika. Akiingia akisoma kwa mlango sasa inafikia wapi? Hapo uko wewe uko ani jipi kama mimi hivi bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukifikiria kukunja mkono yako hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 3. Tunaelekea kumaliza maana naona nimebakisha dakika 12. Tumalize. Heshima na utii wa pande zote. Bwana asifiwe. Hiyo kitabu ya kanuni ya pili nafikiri sikuwapatie kitabu. Ningependa waandike tu wa Efeso 5:25. Hii hatutasoma. Lakini kwa
Sehemu ya tatu, kanuni ya tatu ni heshima na utii pande zote. Hii ni kumaanisha mwanamke na mwanaume wanapaswa kuishi kwa heshima na utiifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utii haimaanishi ya kwamba wewe hauna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko na nguvu zaidi, lakini uko na utiifu kwa mke wako, uko na utiifu kwa mume wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mambo ya Wakristo huwa inaharibika tu kipindi watu wao wanaanza kwenda kwa njia isiyo stahili. Unaambia mwanamume ati sasa wanaume pia wakitoka na wewe unatoka. Kuna hapa mwanaume pia. Na kunanga kitu ambacho mwanaume anachukia kama kuambiwa ati yeye si mwanaume na anajijua yeye ni mwanaume. Na wanawake wanaambianga hivyo wanaume. Hiyo ndio matukano makubwa sana. In fact ukianza kuargue na mwanaume yoyote, alafu umwambie ya kwamba sasa wewe pia ni mwanaume, ukijiangalia ni mwanaume kamili. Mwanaume anashindanga nenda kuongea. Unajua memory ninaanza kupiga wapi? Sitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema enyi wanawake watiini wanaume wenu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio wajibu wa mwanamke, kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke amtii mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Wakolosai 3:18. Alafu tutasoma pia na 19, mistari miwili hiyo. Wakolosai 3:18. Ninyi wake wanawake watini waume zenu. Watini waume zenu Kama ipendezavyo katika Bwana. Kama inavyopendeza katika Bwana. Kumbe kumaanisha Mungu anaangalia upendo, yani anapendeza sana kipindi mke ni mtiifu kwa mume wake. So ukitaka kuprovoke Mungu, dharau mume wako mwenye uko naye huyo. Bwana asifiwe. Ukianza kudharau mume wako mwenye uko naye kwa